pale watakapoingia majaji wetu, watakapoingia washiriki wetu, tuweze kupiga takbir kubwa kabisa ili waelewe Tanzania ni nchi ya aina gani, Tanzania ina watu wa aina gani, na kwa namna gani watu hao wanaipenda Qur'an. Ndugu zangu, Qur'an ina maajabu sana. Jana mpaka saa 5 watu zaidi ya 100 wamelala nje ya uwanja. Kuna watu tokea juzi, mtapewa data, kuna watu tokea juzi wametoka mikoani kwa ajili ya kuja kuyasubiria haya mashindano. Wallahi, Mwenyezi Mungu akujazeni kila la kheri sana, na eleweni ya kwamba hamjapoteza, bali hiyo inaweza ikawa sababu ya nyinyi kuingia katika pepo ya Allah tabaraka wa taala. Kama alivyosema mwenzangu, leo tuna zawadi mbalimbali kwa ajili ya waliohudhuria. Kwa nini tunatoa zawadi hizi? Tunatoa zawadi hizi kwa sababu Qur'ani pia ni kitabu ambacho huwa kinamkomboa mtu kiuchumi. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba unapompa kijana wa Kiislamu bodaboda ambaye amekuja kuienzi na kuitukuza Qur'an, ni Qur'ani ndiyo ambayo imemwezesha. Unapompa tiketi ya umra kijana wa Kiislamu wa Kitanzania, ukampeleka katika mji wa Makka na Madina akaenda, ni Qur'ani ndiyo imemfanyia. Na katika jambo hili mnaelewa kwamba hakuna upendeleo wote. Inawezekana umekaa hapo, lakini wallahi leo unaondoka na bodaboda. Inawezekana umekaa hapo, lakini tayari Mwenyezi Mungu ameshaandika kwamba mwaka huu hautomalizika isipokuwa utakwenda kumtembelea Mtume Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Takbir! Tuendelee kutulia, mambo ni mazuri na mambo yanakuja. Asante sana ndugu yangu Hamza kwa machache ambayo umetufikishia. Wakati huu tunamsubiri ndugu yetu Salim. Wakati tunasubiri washiriki kuingia katika ukumbi huu rasmi kulianza jambo letu hili, tuendelee kufanya subira, lakini kumtaka Mwenyezi Mungu awalipe katika kila hatua ambazo umezipiga kwa ajili ya kuhudhuria katika uwanja huu kwa ajili ya kuanza shughuli yetu hii ambayo ni maadhimisho ama ni tuzo za kimataifa ya Qur'ani tukufu kwa mara ya 34. Tukumbuke tuzo hizi zipo chini ya Sheikh Othman Ali Kaporo maarufu. Kwa hakika hakuna asiyejua uwepo wake na juhudi zake katika namna ambavyo Allah tabaraka taala amemwezesha katika kusimamia majambo ya Qur'ani hapa nchini Tanzania, Afrika Mashariki na dunia kwa ujumla. Tunaposema na dunia kwa ujumla, inatokana na nchi ambazo ni washiriki, nchi takriban 24 ambazo leo tutakuja kuzishuhudia zikiyatamka na kuyasoma maneno ya Allah tabaraka wa taala. Lakini kama alivyosema ndugu yangu Hamza, vile vile na wewe ambaye umehudhuria, hatukuachi bure. Utaondoka ukiwa una furaha. Naam, utaondoka ukiwa una furaha kwa maana ikiwa umepata zawadi ambayo itakukumbusha katika sehemu ya maisha yako kwamba uliwahi kuithamini Qur'an na Qur'ani vile vile ikakuthamini, kwa maana ya Allah tabaraka wa taala kwa kuyapenda maneno yake, lakini Mungu naye akakuchagua akakupa zawadi yake.
Lakini kwa wale ambao pengine atahisi kwa nini nimekosa mimi hii zawadi ya kwenda umra, ama kwa nini nimekosa bodaboda ama chochote ambacho leo kitatolewa, basi elewa wewe ni ndugu wa thamani mno, kwa sababu hukuja hapa bure bure. Umekuja kwa sababu ya kuja kuyashuhudia na kuyasikiliza maneno ya Allah tabaraka wa taala ambayo yameshuka katika miji mitakatifu ya Maka na Madina. Na tukumbuke kila herufi moja ambayo utaisoma hapo ulipo, basi si yule tu ambaye anakuja kushiriki atalipwa, basi na wewe utakuwa ni mmoja kati ya walipwaji wakubwa, kwa sababu Qur'ani inasomwa kila wakati, inasomwa kila eneo isipokuwa chooni au na katika mengine au katika maeneo mengine ambayo si munasib. Hivyo wewe jione ni ndugu wa thamani kabisa. Wewe ni ndugu wa thamani ambaye unatakiwa kujipa thamani yako wewe mwenyewe. Naam, wakati ratiba inaendelea kuwekwa sawa, naamini kabisa wale wafanyabiashara ambao wapo humu ndani, kwa maana ya kwamba wanaweza kasambaza maji ya kunywa, bila shaka hilo litafanyika wakati Chief MC anamaliza ratiba ya kuangalia jambo lianze vipi na tulipeleke vipi. Basi tunamuomba Mwenyezi Mungu atulipe katika kila hatua. Naam, pengine sasa unaweza ukataka kujua, Khamis Tembo ulituambia nani anatupeleka umra kwa wale walioshinda nafasi hiyo. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Au baadaye kidogo tukishawapata wasafiri, ama sio? Baada ya kuwapata wasafiri ni bora kusema, ama tuseme kabisa? Niseme kabisa? Niseme kabisa? Haya, naomba niseme mwaka huu anayetoa zawadi hizi za kusafiri anayetoa zawadi hizi za kuwasafirisha watu hawa wawili ni kampuni yetu pendwa ya usafirishaji nchini Tanzania inayokwenda kwa jina la Happy. Mnaweza kumalizia kule mwisho, Happy Nation. Takbir! Nafikiri hii ni kampuni kongwe inayofahamika vyema namna ambavyo inatoa huduma zake za usafirishaji hapa nchini Tanzania kwenda mikoa mbalimbali. Sasa rasmi imetanua wigo wake kuona upo umuhimu vile vile wa kuwapeleka Waislamu wa Tanzania kwenda Maka na Madina. Kwa hiyo hawa ni ndugu zetu wa Happy Nation Muzdalifa Tours. Takbir! Mwenyezi Mungu awalipe sana, na wanasema mwaka huu wanatoa watu wawili, lakini mambo yakienda vizuri mwakani watapatikana watu 10. Takbir! Jamani, ikiwa mwaka huu wataondoka wawili, lakini mwakani watapatikana watu 10 insha Allah. Kwenye mipango yao Mwenyezi Mungu awafungulie, tuseme amin. Huenda ukakosa mwaka huu, lakini mwakani Allah akikupa uhai ukawa ni mwenye kusafiri. Na tayari mkurugenzi yuko kule VVIP akishuhudia majambo haya mapema kabisa. Mengi yatakuja kusema baadaye, na bila shaka ukifuatilia katika mitandao ya kijamii unaweza kuona ni namna gani wanakwenda. Ukiandika tu uko Fly Muzdalifa utajionea mambo gani yanafanyika huko. Naam, Chief MC, bila shaka
ukisubiri wale wageni wako wafike ndio uinuke, na sisi tunaendelea kuchombeza kwa mawili matatu. Ndugu yangu Hamza, pengine una lolote ambalo umekwisha ling'amua kwa wakati huu, basi nikupe nafasi wakati na mimi nakwenda kuyatafuta mengine. Karibu. Naam, ndugu zangu, hatuna maneno mazuri ya kuambia ambao mmeacha shughuli zenu, mmeacha kazi zenu kwa lengo la kuja kuienzi Qur'an katika uwanja huu wa Benjamin William Mkapa. Sisi ni dua ndizo ambazo tunawaombea. Mwenyezi Mungu akujazeni kila la kheri. Niwaambieni kitu, mara nyingi sana kuna mashindano mengi sana ambayo huwa yanafanyika mwezi mtukufu wa Ramadhan, na huwa tunahudhuria mashindano hayo kwa sababu tunaamini ndani ya Ramadhan imeshushwa Qur'an. Lakini leo mmekuja na kujaa katika uwanja huu nje ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hii ni ishara ya kwamba kumbe kuitukuza, kuisoma na kuienzi Qur'an si tu mwezi wa Ramadhan, bali ni katika siku zote za maisha yetu ya kila siku. Hii inaonyesha ya kwamba nyinyi ni watu wa Qur'an, na insha Allah kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu sote tutafufuliwa na watu waliohifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu. Tusemeni insha Allah. Niwashukuru sana waandishi wa habari, niwashukuru sana waandishi wa habari wa media zote ambazo tokea tulipoanza harakati za uzinduzi wamekuwa mstari wa mbele kuyatangaza, kuyapromote na kuyahamasisha mashindano haya. Kwa heshima na kwa upekee kabisa niwashukuru sana ZBC2, wema unaoendelea